Leo tumepata bahati ya kuwasilisha kwa Mheshimiwa Rais majadiliano ya kimkakati zaidi yaliyofanyika siku mbili zilizopita, jana na leo, tukiwa na mwenyekiti wa Lifezone Metals ambayo ni listed company kwenye soko la New York, lakini pili ndio wamiliki wa Kabanganiko kampuni ambayo pia tumeingia nayo bia kwenye mradi wa Tembo Nickel, lakini wote ni mradi wa kuvuna nickel kule upande wa magharibi wa Tanzania. Huu ni mradi mkubwa sana, ni mradi wa kimkakati, na Tanzania tuna bahati kwamba tuna nickel ya kiwango cha juu zaidi ambayo ina thamani kubwa, wanaita nickel sulfide. Na mradi huu ni wa pesa nyingi, kwa hiyo tunazungumza ni uwekezaji unaweza kufikia bilioni $2. Mradi huu utakuwa na mafanikio au manufaa makubwa sana kwa nchi yetu, kwa sababu katika mradi huu kwa sheria zetu za local content, manake wa supply wengi lazima wawe ni Watanzania, manake watanufaika zaidi. Lakini pili, serikali itanufaika zaidi na kodi na itanufaika pia na magawio ya faida kutokana na share au hisa tulizo nazo. Katika kikao chetu cha jana leo tulikuwa tunajaribu kuangalia njia za kukwamua mradi huu ambao kama nilivyosema ni kampuni ya Marekani ambayo imekuwa katika mradi huu kwa muda mrefu zaidi. Na katika njia hizo ilikuwa ni kuangalia tunafanyaje kwa njia haraka kuhakikisha kwamba mradi unaanza, especially kwenye issue nzima ya kuchakata madini hapa nchini, na kuhakikisha kwamba tuko ndani ya sheria na kila kitu. Kwa hiyo tunafikiri kwamba kuna vitu vya msingi tulivyokubaliana. Tumekubaliana mfumo wa biashara, na tunafikiri kwamba ndani ya mwezi huu na mwezi ujao tutakuwa katika hali nzuri. Wenzetu wametuhakikishia kwamba tayari wana pesa kwa ajili ya uwekezaji, na sisi tumejaribu kuhakikisha kwamba tunatafuta wawekezaji wengine kwa kushirikiana na wao pia na Bwana Keith, ili tuweze kufanya uchakataji wa haya madini hapa katika mtambo wa uchakataji. Kwa hiyo tunafikiri kama tukikamilisha mazungumzo yetu, basi mradi huu utaonekana ndani ya mwaka huu ukianza, matokeo yake na matunda yake tutayaona, na nafikiri zote hizi ni juhudi za Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba miradi mikubwa itakayoenda kubadili maisha ya Watanzania, lakini pia itakayotusukuma kwenye dira 2050 inakamilika kwa haraka sana. Kwa hiyo tunafikiri kwamba maendeleo ni mazuri sana.